Siku chache tu baada ya dabi ya Dar es Salaam, Yanga dhidi ya Simba kushindwa kufanyika kutokana na kile ambacho kilibainika kwamba ni malalamiko ya Simba kwamba haikupata nafasi ya kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi kwenye uwanja utakaotumika kwa mechi hiyo ya dabi, kwa maana ya uwanja wa Mkapa, na hatimaye bodi ya ligi kuahirisha mechi hiyo. Dabi nyingine kali barani Afrika, dabi ya Cairo, Zamalek dhidi ya Al Ahli, imeshindikana pia kuchezwa leo hii kule nchini Misri. Sababu hasa za kushindwa kuchezwa kwa mechi hiyo ni kwamba Al Ahli wamegomea mechi hiyo, hawakufika uwanjani, na matokeo yake mwamuzi wa mechi hiyo Mahmoud Bayoun akasubiri dakika 15 za kikanuni kwa mujibu wa kanuni zao za ligi kuu ya Misri, na hatimaye kuwapa ushindi Zamalek ambao sasa wameibuka na ushindi wa pointi 3 dhidi ya Al Ahli waliokuwa wacheze nao leo hii. Ikumbukwe katika ligi kuu ya Misri msimu huu wameanza na utaratibu mpya kwenye ligi kuu yao, ambayo kwa kawaida ligi ya Misri ina timu 18, lakini katika msimu huu wamekuja na mtindo mpya ambapo zinachezwa mechi moja moja, halafu kwenye msimamo timu 9 za juu zinakwenda kucheza playoff ili kupata bingwa na wawakilishi wa nchi katika michuano mbalimbali ya CAF. Lakini timu 9 za chini kwenye msimamo zinakwenda kupambana ili kupata zitakazoteremka daraja. Sasa kwenye hizo playoffs ndo zilikuwa zinaanza kuchezwa leo hii saa 3:30 usiku kwa saa za kule nchini Misri katika jiji la Cairo. Sasa inakumbuka vizuri kwamba hapo kabla Al Ahli walishapeleka malalamiko kadhaa na madai yao kwamba waamuzi wa kutoka nchini mwao pale Misri wana makosa mengi ya kibinadamu. Wamekuwa wakifanya maamuzi kwa upendeleo. Wamekuwa wakifanya wao wakati mwingine, kwa maelezo ya Al Ahli, waathirike katika maamuzi. Kwa sababu hiyo walipendekeza kwa bodi ya ligi EPL, kwa shirikisho la soka nchini Misri, tunasema chama cha soka nchini Misri EFA, kwamba waletwe waamuzi kutoka nje ya Misri katika baadhi ya mechi muhimu ikiwamo dabi yao wao dhidi ya Zamalek. Sasa makubaliano ya awali EFA, EPL kwa maana ya chama cha soka nchini Misri na bodi ya ligi nchini Misri walikubali kimsingi kwamba kweli wanaweza wakatumika waamuzi kutoka nje ya Misri kwa baadhi ya mechi. Ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, sisi tunapewa nguvu kubwa na mabasi ya Jada Luxury Coach. Haya ni mabasi yanayotoa huduma kati ya jiji la Dar es Salaam, Moshi mpaka Arusha, lakini pia kutoka Arusha, Moshi mpaka Dar es Salaam. Safari zake huanzia Mbande, lakini kuna vituo pia Shekilango. Lakini ukitaka usafiri wa uhakika, usafiri ambao utakufanya ufike ukiwa hauna uchovu, ni raha mustarehe, basi ni haya Jada Luxury Coach. Lakini miongoni mwa vitu vizuri ndani ya mabasi ya Jada Luxury Coach kuna matangazo mubashara ya Azam Media. Kwa lugha nyingine, kukiwa na ligi kuu Tanzania bara, matangazo mubashara, basi unapata fursa ya kushuhudia mechi zote za ligi kuu Tanzania bara. Lakini kubwa lingine ni kwamba Jada Luxury Coach wanatoa huduma ya usafiri wa mizigo na vifurushi. Wasiliana nao kupitia nambari za simu unaziona hapo ili kufanya booking kwa ajili ya safari yako na maelezo mengine juu ya namna ambavyo unaweza kusafirisha mizigo yako na vifurushi kwa usalama, uhakika na kwa wakati kupitia mabasi ya Jada Luxury Coach. Sasa kwa sababu hiyo Al Ahli wakakomaa kwamba kuelekea mechi yao dhidi ya Zamalek iliyopaswa kuchezwa leo hii Machi 11 saa 3:30 usiku, ilipaswa iwe na mwamuzi kutoka nje ya Misri kwa sababu ya kile walichokuwa wakikisitiza mara kadhaa. Lakini badala yake chama cha soka EFA kikasisitiza kwamba watatumika waamuzi wa ndani. Kwa sababu gani? Maamuzi, kuteua mwamuzi kutoka nje kumpata katika kipindi kifupi ni magumu, na hivyo watatumia waamuzi wa ndani. Maelezo ya EFA, chama cha soka, ni kwamba kuhusu waamuzi wa mechi ya dabi Zamalek dhidi ya Ahli ulifanyika Machi 5. Sasa Machi 5 mwaka huu 2025 mpaka kufikia siku ya mechi ambayo ni leo Machi 11 ni muda mfupi sana. Kwa sababu hiyo waliona hakuna haja ya kuhangaika kutafuta mwamuzi kutoka nje ya nchi ya Misri katika kipindi kifupi, na badala yake watumie waamuzi wa ndani. Sababu hiyo Al Ahli hawikubali, wakisitiza kwamba wao bila kuwa na mwamuzi kutoka nje ya Misri hawatapeleka timu yao uwanjani,
na pia wakatishia kwamba wanaweza kujitoa kwenye ligi kwa msimu 2024-2025. Lakini tofauti na ambavyo pengine ilitarajiwa kwamba hawa ni majanti, tishio lao liwashtushe sana, lazima madai yao yasikilizwe. Chama cha soka kule Misri, EFA, chenyewe kikasimamia uamuzi wake. Kilichotokea ni kwamba mwamuzi akateuliwa wa kuchezesha mechi hii ambaye ni wa kutoka pale Misri, ndio huyu Mahmoud Bayoun, ndiye akateuliwa kuchezesha mechi hiyo ya dabi ya Cairo. Sasa ilionekana kana kwamba labda kwala, unajua ni mikwala ya Al Ahly, wakitumia ujanti wake kutishatisha, lakini kumbe wakafanya kweli. Mechi imewadia muda wake, Zamalek ikafika, lakini Al Ahly hawakufika uwanjani. Wakasisitiza ile dhamira yao kwamba wamegomea mechi, hawatacheza mpaka waone mwamuzi anatoka nje ya Misri. Lakini chama cha soka nacho kikakomana maamuzi yake, hakikuyumbishwa, kikasisitiza mechi lazima ichezwe. Kwa hiyo mwamuzi Mahmoud Bayoun akafika uwanjani. Zamalek nao ambao walishasema kwamba watafika uwanjani, kikosi hicho cha kocha Jose Peseiro, kocha wa zamani wa Al Ahly, kikatinga uwanjani. Mwamuzi akasubiri muda wake kanuni, na matokeo yake akawapa ushindi Zamalek. Mechi ikaisha hivyo. Leo hii dabi haikuchezwa. Ndio matokeo yake ni nini? Kwenye msimamo sasa wa ligi kuu ya Misri, wanaoongoza pale ni Pyramids. Pyramids wao wana pointi 42. Wanaofuatia ni Al Ahly. Al Ahly wao wana pointi 39. Na zote zilikuwa zimecheza mechi 17 ambazo ni zile za mzunguko wa kwanza wa kupata timu 9 za juu ili zicheze kuwania ubingwa championship. Halafu nyingine ziwanie kwenye relegation, zichuane ili kupata zitakazoteremka daraja. Kwa hiyo mechi za playoffs ndo zilikuwa zinaanza. Wakati huu kwenye msimamo Pyramids wako juu, Al Ahly wameachwa pointi 3, halafu Zamalek walikuwa na pointi 32. Lakini baada ya mechi ya leo ambayo Al Ahly hawakuingiza timu, maana yake Zamalek wameongeza pointi zao sasa kutoka 32 zimekuwa 35. Lakini Al Ahly wamecheza mechi ya 18, wamefikisha wamebaki na pointi hizi 39 kwa sababu wamepoteza kwa kutofika uwanjani. Na hivyo Pyramids wako pale juu na wana kiporo, wana mchezo mmoja ambao wakishacheza wakipata matokeo chanya, maana yake watazidi kuongeza wigo wa pointi baina yao na Al Ahly, kwa sababu wakishinda watakuwa na pointi 45. Lakini nini kitakachotokea? Kwa kanuni za Misri, ligi kuu ya Misri kwa msimu 24-25 ni kwamba timu isipotokea uwanjani inapoteza pointi 3 kama ilivyotokea leo hii. Lakini kama itajiondoa kwenye ligi baada ikiwa tayari imeshaanza kucheza baadhi ya mechi, kanuni za ligi kuu ya Misri zinaamuru kwamba hiyo timu itateremshwa daraja, na hiyo itoshi, itasimamishwa kutoshiriki ligi kuu kwa misimu 2 mfululizo. Kwa maana kwamba inaweza kuteremka daraja halafu isije ikapanda ikaja kushiriki, hapana, itasimamishwa kushiriki ligi kuu ya Misri kwa misimu 2 mfululizo. Hapo bado kuna ambatana pia na adhabu nyinginezo, ikiwemo fine, ikiwemo pia kulipia hasara ya gharama zilizoingiwa katika kuandaa mechi hii, kwa mfano ya leo iliyopaswa kucheza Zamalek dhidi ya Al Ahly. Je, nini kitakachofuata? Ni swala kusubiri, lakini ikumbukwe kwamba dabi ya Cairo hii ya Zamalek dhidi ya Al Ahly ni miongoni mwa dabi 5 bora barani Afrika. Nyinginezo kati ya dabi bora barani Afrika ni pamoja na dabi inayohusisha Yanga dhidi ya Simba. Sasa katika zile dabi 5 bora barani Afrika, 2 katika siku chache tu, tofauti ya siku chache, hazijachezwa kwa sababu za nje ya uwanja. Ile ya Yanga na Simba ilikuwa ichezwe tarehe 8, hii ya Al Ahly na Zamalek ni tarehe 11 leo hii. Zote hazijachezwa. Na hayo yanafanyika wakati viongozi mbalimbali wakuu wanaosimamia mchezo wa mpira wa miguu barani Afrika wako pale Misri kwa ajili ya kuhudhuria vikao, mkutano usio wa kawaida utakaofanyika tarehe 12 pale Cairo, ukihusiana na masuala ya maandalizi ya uchaguzi wa CAF. Ikumbukwe Al Ahly ndio mabingwa watetezi katika ligi kuu ya Misri na ndio pia mabingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Swali ni kwamba je, wataendelea kugomea ligi kuu ya Misri baada ya tukio la leo? Na kama wakigomea, je, hatua zitachukuliwa za kuiteremsha daraja na hatimaye kukosa kushiriki ligi kuu ya Misri kwa misimu 2 mfululizo kama kanuni zinavyoeleza? Na je, baada ya kupoteza mechi ya leo kwa
kwa kutofika uwanjani, kupoteza pointi 3, wataweza kuikamata Pyramids ya kina Fisto Kalala Mayele katika mbio za kuwania ubingwa? Hilo ni swala la kusubiri, ingawa mechi bado nyingi, kwa sababu leo hii ilikuwa ndio mechi ya kwanza ya playoff. Message tunaipata tu ni moja, kwamba wakati mwingine viongozi katika mamlaka za soka zinapaswa kuwa na maamuzi bold, maamuzi thabiti bila kuyumbishwa, kwa kuzingatia tu kanuni na sio ujanja. Kwa kufanya hivyo pengine inaweza kuleta nidhamu, kwa sababu timu kama Al Ahly, kama yale inayotaka yafanyike alafu mamlaka zinasema hapana kwa kuzingatia kanuni, maana yake inafikisha message kwa timu nyingine kama kina El Gaish, kina Haras Al Hudud na nyinginezo, kwamba lazima kanuni zizingatiwe za walizojiwekea wenyewe kama club kwa ajili ya msimu wa ligi kuu kule nchini Misri, msimu wa 2024-25. Ujumbe ambao unapaswa pia kufanywa kazi katika mashirikisho mengine barani Afrika, Tanzania ikiwamo pia, kwamba kanuni ambazo zimewekwa na wenyewe kwa maana ya viongozi wa klabu, wadau wa soka kwa msimu husika katika ligi kuu, basi zizingatiwe kwa ajili ya mustakabali mwema wa mpira wa miguu katika nchi husika na barani Afrika kwa ujumla.